Historia ya dunia inatazamwa katika mitazamo mikuu miwili. Historia ya dunia kwa misingi ya kisekula na historia ya dunia kwa misingi ya kidini na kimila. Alafu kuna historia nyingine ya dunia inayofahamika na wateule wachache. Mtazamo huu wa kundi la tatu unajumuisha mitazamo yote miwili, ingawa inafanya marekebisho mitazamo hiyo katika baadhi ya sehemu kabla ya kuikubali. Lakini zaidi kundi hili la tatu linaongeza kingine zaidi kwenye mtazamo wao. Wanaongeza kile ambacho kikubaliki au hakiwafikiani na mtazamo wa kidini au kisekula. Kundi hili linaitwa asasi za siri, secret society. Asasi za siri almaarufu secret society, kabla ya mapinduzi ya mawasiliano hasa kwa upande wa mitandao, kilikuwa ni kitu kigeni masikioni kwa wengi, na bado hata sasa bado ni kitu kigeni mno kwa watu wa kawaida ambao wanaamini kuwa wanakwenda shule na wakifika huko watasoma na kujua kila kitu. Lakini kinyume chake ni tofauti kabisa, ni uongo. Huwezi popote pale kwenye mtaala wa somo lolote chuo chochote duniani ukakutana na somo linalohusiana na secret society. Umewahi kujifunza kuhusu Freemason darasani au Illuminati? No, isipokuwa kwa wale ambao si kwamba tunaamini juu ya kuwepo kwa secret society, bali tuna ushahidi wa kutosha kudhibitisha hilo. Tunakubaliana kuwa mwenendo wa dunia unaoiona sasa na dunia iliyolala nyuma kwenye historia ya miaka 1400 na zaidi, na historia unayoisoma na utakayoendelea kuisoma, waandishi wake walikuwa na bado wataendelea kuwa ni secret society.